بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا بحفظه ويسترنا بستره وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا. نسأل الله تعالى يبارك لنا وفينا وفيكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ndugu zangu Waislamu, sikukaa hapa kwa ajili ya kutoa muhadhara. Nadhani ratiba ya muhadhara imetangazwa na wakati wake si huu. Nimekaa hapa kwa nia na madhumuni ya kutoa nasaha chache. Nasaha hizi zitatuhusu sote, lakini hususan zitaelekea kwa bwana harusi ambaye muda mfupi uliopita ameozeshwa. Kadhalika na wale ambao wanakusudia kufanya kama alivyofanya yeye, na wale ambao waliingia karibuni katika jambo hili. Tunaozeshana sisi Waislamu kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, zinahalalishwa furuj kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni haramu kwako, lakini kwa sababu ya jina la Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa halali kwako. Kwa hiyo dhamana yetu sisi ni Allah jalla wa ala, na ndiye aliyelihalalisha hili na akaliamrisha. Hivyo basi iko haja na umuhimu mkubwa wa kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala fi jamii umurina, katika mambo yetu yote, la siyama jambo hili la nikah. Ushakabidhiwa binti wa watu, ametoka nyumbani kwao, wazazi wameridhishwa na muonekano wako wa dhahir, siri wameiwakilisha na kuitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba huyu kijana kwa dhahiri yake ilivyo, tulivyoulizia habari juu yake, kuhusu tabia yake, mwenendo wake, dini yake,
huyu afaa huyu sisi kumpa binti yetu, na anaweza kukaa na binti yetu, akamuelekeza, akamlea, akampa miongozo mpaka akajisikia kama vile yuko kwao. Huyu aweza kufanya hivyo kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tutamuwezesha huyu. Wazazi wakaamua kutoa mtoto wao kwenye nyumba yao, katika sehemu nyingine wenyewe sema kwenye boma lao, wakakukabidhi wewe ukaishi naye huko utakapokwenda kuishi. Chukua sura hiyo kwako wewe kwamba huyu ndio binti yako, wamkabidhi kwa mtu. Utapenda awe katika sura gani? Awe na tabia gani? Bila shaka kuna vitu utakuwa unavifikiria na unavitamani awe navyo huyo mume utakayemkabidhi binti yako. Sasa kama vile ambavyo watamani wewe binti yako apate mume mwenye sifa fulani na fulani kadha wa kadha, basi na wewe kuwa mwenye sifa hizo, kwa sababu wewe ni muoaji wa leo, ni baba wa leo, lakini kesho utaozesha na wewe. Waljazau min jinsi al-amal. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa muongozo katika jambo hili kupitia kitabu chake na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutoa muongozo katika Qur'ani, aya 19 ya suratul Nisa, sehemu katika aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na tangamaneni nao hao wanawake kwa vile inavyofahamika kuwa ni wema. Bil ma'ruf, kwa vile inavyojulikana kwamba hii ni ma'ruf, huu ndio wema. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Na ikitokea ikiwa kwamba nyinyi mtawachukia hao wanawake, kuna tabia fulani ya kimakuruhu anayo, wewe huipendi kwake, pengine ushamkanya mara moja, mara mbili, mara tatu, lakini pengine iko pale pale au yapungua kidogo au yarudi tena, anayo tabia fulani ya kukuudhi. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an, basi huenda mtakichukia kitu, wayaj'al Allahu fihi khayran kathira, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ndani yake khairi nyingi. Maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala yanaendana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yanafafanuliwa zaidi na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Mu'min mwanamume asimchukie mu'min mwanamke katika upande wa tabia tu na muamala baina yao. Usimchukie mke wako chuki ambayo itakupelekea mpaka ukavunja ndoa. Usimchukie mpaka ukafika mahali sasa ikawa wamnyanyasa, wambughudhi. Usifikie huko. Ukichukia kwake yeye tabia fulani, ni mvivu, ana tabia uchafu hivi, uchafu wa nyumba mathalan, kusafisha, ni mvivu mathalan, au hana uwezo wa kupika kwa sababu wewe ushazoea kwenda kwenye makafeteria huko na mahoteli mbalimbali, wala au waalikwa katika nyumba za watu, ukiona samaki walivyokaangwa au michemsho inavyotengenezwa, mke wako ukipeleka havuruga tu, jike gani ili kupika alijui, ukachukia hilo. Huenda ukachukia tabia, lakini ukaridhika kwake tabia nyingine. Mwanamke mpole, msikivu, anakusikiliza kile unachokisema, akuzalia watoto, awajali watoto wako, akujali wewe kwa upande mwingine. Unaweza ukachukia tabia hii, lakini ukapata nyingine hii nzuri tu, na hakuna aliyekamilika. Sasa ukamkuta mwanamke bingwa wa kupika, akikuwekea pale chakula, masha Allah, ushasahau yote,
kwa namna anavyokiandaa, lakini hakuna jeuri kama yeye. Ukizungumza moja atazungumza 11, ukisema atakujibu mpaka utakaa kimya mwenyewe, au mfano wa hivyo. Kwa hiyo hakuna aliyekamilika katika tabia. Sasa ikiwa hali iko namna hiyo, basi labda uridhie jambo moja: oa, baada ya mwezi uache, oa tena, baada ya mwezi uache, oa tena, hivyo hivyo. Na hilo ni jambo hakuna atakayelikubali kwamba yule bwana aoa sana. Hapa mjini ukishajua ushaoa mara 2 3, umeacha binti wa yule, basi tafuta mahali kwingine kwenda kuoa, kwamba yule ana tabia mbaya, ana ila yule. Lakini pia ukigeuza upande mwingine, wewe una tabia yako, pengine tabia zako ni mbaya zaidi kuliko yake. Wewe ni mchafu pengine zaidi yake yeye, upigi mswaki, wanuka jasho ukija watu kama, lakini akuvumilia. Wako wanaume wa namna hiyo, ataka mkewe ajipambe kwa ajili yake, lakini yeye hajipambi kwa ajili ya mkewe. Anuka kikana wenzake, anuka mdomo, anuka jasho, aibu. Au yeye bakhili, au ni mtu wa maneno, kusimanga wanawake na kuwasema, au ni dharab, kazi yake kupiga sana wanawake, ana illa. Mwanamke yuko pale anavumilia, ndiye mume wangu, nitafanyaje mimi? Mbona wewe humvumilii? Waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Kwa hili jambo ndio takiwa sisi tulazimiane nalo na tundasihiane katika hili. Hivi sasa vijana wengi wamekuwa wana dhaifu katika upande wa akhlaq, tabia. Kweli utamwona mtu ana msimamo katika jambo la dini, swala 5 hazimpiti, mashaallah, qiyamu usiku atasimama, ataswali tahajjud, atafunga siku ya Jumatatu, atafunga Alhamis, madhahiri yake ni ya sunna, lakini mtu fadhun ghalidh kwa ahli. Huku nje mashaallah ni mtu wa kucheka, wa kufurahi, lakini kwa ahli yake yeye ni mtu muovu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni yule aliyembora kwa ahli zake, mbora wenu ni yule mbora kwa mkewe nyumbani kwake. Huyo ndio mtu bora. Mimi ni mbora wenu kwa ahli zangu. Akifika nyumbani kwake, ahli yake anajisikia faraja, anajisikia raha, hataki mume wake atoke, ataka akae naye kila wakati, tastanis bih, anajisikia furaha na fakhari kukaa na mume wake kwa namna alivyo, kwa tabia yake, na si mtu wa kulaumu sana na gugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu bora kwa ahli zake. Sasa vijana wengi hivi sasa, bali hata watu wazima wa sasa, tabia zao kwa wake zao ni ngumu, na haya ni mashtaka makubwa sana watu wako nayo kwa ahali zao. Wanawake wanapata tabu, hakuna hapo msimamo tu, ndiyo msimamo, lakini akhlaqi ziwepo. Mke ni wa kuongozwa, wewe ndiye muongozaji, muelekeze mke wako katika njia sawa sawa, birifqi wallin, kwa upole. Lazima ujue kuna heshima, mke ana heshima yake, ana adabu zake. Lakini kitu kikubwa zaidi pia, chunga sana ghadhabu zako, usizungumze ila kile ambacho kinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ahli yako. Lakini pia ichunge haki ya Allah na mtume wako. Mke wako asipoteze haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile idhaatu sala, kupoteza swala ikawa haswali. Usikubali jambo hili. Tilia mkazo katika jambo la tauhidi nyumbani kwako, himiza watu kusoma Qur'an na mengineyo katika mambo ya msingi kabisa, hijabu ya kisheria na mengineyo. Ondoa maazifu nyumbani kwako, miziki na suwar na mambo mengineyo, mambo yasiyo na faida. Alafu wape uhuru wao na wao waishi kama binadamu. Sio wewe ukiingia tayari dunia ishabadilika, ukafuata nini saa hizi? Tabu ishaingia. Maana ukishaingia pale wewe kama mkoloni, kila mmoja roho iko juu. Sasa si sawa. Tuishini na ahli zetu kwa uzuri, tujirekebishe, kila mmoja na tabia yake na udhaifu wake,
tuvumiliane katika udhaifu huo tulionao. Allah subhanahu wa ta'ala atatia baraka katika kizazi, kwa watoto na watu wengine waliotuzunguka. Kwa hiyo ni nasaha, nimerefusha, nilikuwa nataka nizungumze nasaha zangu ziwe fupi kuliko ule mukaddima niliotoa, lakini kwa hapa itakuwa imetosheleza. kuna ratiba nyingine zitaendelea biidhnillah alkarim. Nasallallahu ta'ala bimannihi wa karamihi an yubarik lana wa fi akhina wa ahlihi. Barakallahu fikum. وفيكم بارك الله جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم. الله ayaweke haya fi mizani hasanatik يوم القيامة. Baada ya hapa tusikiliza kutoka kwa ndugu zetu kama kuna lolote, Abu Asma na genge lako. Insha Allah nimeambiwa kwa kuwa kuna mashekhi wako hapa wengi, Abu Salfiq Sheikh Sabri, Sheikh Abu Zakaria pia yupo hapa, Al-Marwa'i Allah yahfadhuhu. Abu Salfiq, tupe kidogo kipindi wanatuandalia vitu vizuri, tupe kidogo nasiha kwa bwana harusi au kwa alhadhirin, kwa ambao wanasita kuoa, wanasita kuongeza. Nani Sabri? Sheikh Abdullah, kwani mwenyewe ameshaoa? Sina jawabu mimi. Wastupe inshallah fadhila za kubaru. Tafadhal mashkura. Tafadhal Abu Salfiq.